Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana. Majina ni Cornelius. Na leo ningependa kufunza about prayer. On 30th first I wanted to teach about the same. But there were some disruptions, so I didn't make it. So today we are going to understand about things. We are going to talk about prayer. Prayer. So what do you do when prayer is not answered immediately? So God tells us it is our time to continue keeping pushing in prayer, even when prayer seems not answered. To keep trusting God's timing and wait upon His answering. God is never late. In the book of Habakkuk 2:3, it says, God is never late, for this vision is for an appointed time. So, let's understand that delay is not denial. God might delay it, but He cannot fail to answer. So, delay is not denial. Bwana Yesu asifiwe sana. Point number 2, we should continue praying with persistence. Tuendelee kuomba with persistence. So faith grows in waiting. Your faith is strengthened during this time of waiting. Bwana Yesu asifiwe. You continue trusting. Then you continue praying with persistence. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. In the book of Luke 18:1, that's where we get to know more about how faith grows in waiting. So, point number 3, examine your heart and motives when your prayer is not answered immediately. Examine your heart and motives when your prayer is not answered immediately. Sometimes God uses delay to refine us. Bwana Yesu asifiwe sana. In the book of Psalms 139 verse 25. Thank you. Wow, wana watch live. Thank you. Karibuni sana. Na Mungu awabariki. So, point number 4, align with God's will. In the book of 1 John 5:14, God answers according to His perfect will and not just our desires. God answers according to His perfect timing and will and not just our own desires. Yours is a desire. Because you desire the answer, God cannot do according to your desires. Hallelujah. During this time that your prayers seem not to be answered, you strengthen your faith through the word of God. So remain in prayer, read the Bible, memorize the Bible, understand what the Bible says. Hallelujah. So faith is nourished by the scripture, and waiting seasons are feeding seasons. So your answer might be bigger than the way you think. Like those who have been fasting, I think some of you have been seeing these supernatural things. When you're fasting, you might meet some new finances, breakthrough. Let me call them breakthrough, because I can't call them finance. Breakthrough, finances, vitu kama hizo. Yani kuna baraka ambazo zinamiminwa wakati ambapo tunaendelea kuomba Mungu persistently. We remain in prayer, tukijua ya kwamba hata wakati imecheleweshwa, God has not denied us. So there is time for waiting. Just leave a space to God, ndio afanye mambo, ndio atengeneze mambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Thank you for watching.
Thank you for watching. Wakati ambapo Mungu hajajibu kwa wakati ambao unangoja, inamaanisha uendelee kujitia nguvu kwa imani kupitia kwa neno la Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. So tuendelee kujikaza, kujitia nguvu katika neno la Bwana, tukijua ya kwamba Mungu atajibu. Bwana Yesu asifiwe. Because God's delay is not denial. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka leo tujue God's delay is not denial. Bwana Yesu asifiwe sana. So in the book of Romans 10:17, that's why we understand more about strengthening your faith through the word during this time when your prayers seem not to be answered immediately. Bwana Yesu asifiwe sana. Point number 6. Learn what God is teaching you. Elewa yale Mungu anataka ujue. Bwana Yesu asifiwe sana. Waiting often develops patience and humility. Patience and humility, and also dependence on God. In the book of James 1:2-4, that's where we get to know more about learn what God is teaching you, and waiting often develops patience. Bwana Yesu asifiwe sana. Thank you for watching. Thank you for watching. I'm honored to have you on board. Mungu abariki sana. Number 7, seek godly counsel and fellowship. You must have a fellowship. Now watu wanasema I left church, I didn't leave God. Mwache hiyo mchezo. You cannot leave church and then at the same time you say you remain with God. Yes, from your senses you understand that you left the church, the building. But what does the Bible say about that building? In the book of First Chronicles, I think 14:7 or 7:14, vice versa. It talks about that building, whereby the Bible tells us that He will listen to our prayers, which will be offered in that building, which has been consecrated for His glory and for His worship. Mwache hiyo mchezo ya kusema I left church, I didn't leave God. Because anasema we must have fellowship. Mungu wetu ni Mungu wa umoja. Unaelewa kweli? So utasikia mtu Mkristo akisema I left the church, I didn't leave God. Huyo mtu inamaanisha kiro. And let me tell you something. When Satan wants to strike someone, he first of all carries your mind and tells you so many things and lies about your friends and the church that you are worshiping, about the other congregants. Ndio sasa ujitoe ukae kando peke yako. That's when the devil will get the right chance and time to strike you. Bwana Yesu asifiwe. Shetani akiona amekutenga na umekubali kutengwa na watu, naye pia anashukuru na anafurahi, then anapata nafasi ya kustrike. Lakini iwapo we fellowship together, we strengthen each other, even when times that seems your prayers have been delayed. If we remain together, we fellowship together, we will strengthen each other. If we live together, we fellowship together, we walk together, we live together, and we sit somewhere for prayers and Bible studies. Now remember, even when Judas went to get money so that he can sell Jesus, Judas went as an individual. And after all this, that is where we come to see Judas having that spirit. So wakati shetani anataka kustrike, lazima atakupeleka mahali hakuna watu wengi, mahali atajua uko weak. Bwana Yesu asifiwe sana.
Ni kama kotini. Ukiekewa mashitaka kotini, utakaa kwa koti, utaulizwa maswali peke yako, hata kama ulifanya na watu wengine. Kila mtu ataulizwa wakati wake. So shetani atakuchukua kuweke mahali peke yako, akufinye, akuonyeshe mambo ambayo, like when Jesus was tempted by Satan, alipelekwa mahali peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Nasema nini? You seek fellowship and counsel when your prayers seem not to be answered, seem to be delayed. Bwana Yesu asifiwe sana. So don't walk alone. Share faith, and sharing faith brings strength. When you share your faith with others, you strengthen your faith. Shared faith brings strength. In the book of Galatians 6:2, that's where we get to know more about faith sharing, which brings strength. Number 8, praise God even while waiting. Usiache maombi. Remain in prayer. Remain in prayer. Focus on to God. Remember, anasema anatuwazia mema. Hakuna mahali amesema atatuwazia mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Then praise shifts focus from the problem to God's power. In the book of Acts 16:25. Praise shifts focus from the problem to God's power. Bwana Yesu asifiwe sana. Si Mungu awabariki. Mungu awabariki sana au mnajua in life. Point number 9. Remember past answered prayers. What God has done before. During this time when prayers seem not to be answered. Kuna vitu Mungu alikutendea earlier before uanze kuomba hili ambalo halijajibiwa. Angalia kwanza vile alilitenda. Vile lilikaa na vile alifanya jambo kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wako hapa wakati uko kwa shida, unatazama yale unapitia, lakini ukumbuki yale Mungu amekutendea. Imagine at night Mungu alitupea security. Hata soja gateman alilala, malinda lango walilala, na sisi tukaachwa tumelala. Kwa hivyo Mungu alitulinda. Hata kama ni polisi wanalinda lango, hata na wao usinzia na kulala. Lakini Mungu asinzii kwa sababu anatuwazia mema. Anasema, I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans for future and hope. In the book of Jeremiah. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia anasema niite na nitaitika. During this time when your prayers seem not to be answered, endelea kumuita. Saa zingine, we must remain in prayer even when tribulations shake us. We should not be shaken if we only remain in prayer and worship God. Thank you. Thank you. Thank you. Then you remain in prayer and remember your past answered prayers. Mungu alinijibu. Usiku alijibu. Jana alijibu. Last month alijibu. Last weekend alijibu. Now tafakari yale ambayo amekuwa akitenda before upatikane na hili jambo ambalo unaliomba. Alisuluhisha. Bwana Yesu asifiwe. In the book of Psalms 11, what God has done before, he can do it again. Remember what God has done before, he can do it again. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Number 10. Point number 10. God, rest in God's love and wisdom. Rely on God's wisdom. So God cares deeply and knows what's the best for you. Bwana Yesu asifiwe sana. Let's remember, delay is not denial. God is working behind the scenes.
Delay builds spiritual maturity. Delay builds spiritual maturity. And then God may be preparing you first. So you must be prepared in order to receive the answer. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe. So God protects you through delay. Mungu anaku protect through delay. Yesu asifiwe sana. Hatusemi Ayubu hakuwa anaomba. Na hatujaonyeshwa mahali Ayubu hakujaribiwa. Lakini tunaonyeshwa mahali alijaribiwa kwa sababu Mungu alikubali haya yampate, ndiposa a strengthen his faith. So you strengthen your faith when you pass through trials and delays in your life. So you must face some things. As a true Christian and a believer, you must face trials. It is a must. But you must not be shaken and lose hope and faith in God. Bwana Yesu asifiwe sana. So delay tests and strengthens faith. Then God wants dependence, not shortcuts. Tuache shortcut. Bwana Yesu asifiwe sana. Last lesson, timing brings greater glory to God. Bwana Yesu asifiwe sana. Si Mungu awabariki. Mungu awabariki nyote. Mungu awabariki kabisa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunainua tunalisifu jina lako. Wewe ni Mungu na kuna aliye kama wewe. Wewe ulikuwa jana na juzi na hata leo huko. Tunainua na lisifu jina lako wakati na majira kama haya. Mtazamaji anapotazama live hii Bwana, na hata kuisikia live hii Jehova Nisi, wacha ukamtendee. Na wale ambao wanataka ku give up na ku lose hope, Yesu enda ukawatie nguvu kwa jina lako tukufu. Tubariki zote kama fellowship ya group ya Kingdom Seekers International Interdenominational Group. Tubariki na utuinue na tutenge na mabaya yote ya yule mwovu. Tutie nguvu kwa safari ya imani na utuwezeshe Bwana ili tukaweze kuhubiri na kupata mafunzo kuhusu ile neno lako. Panua akili yetu na mawazo yetu ili tukaelewe mambo ambayo unataka tujue. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi nimeomba na kushukuru. Amen. Amen. Barikiweni nyote. Shalom. Shalom.